sala ambayo ni sahihi. Umetumia kitu muwafaka zaidi. Umemtaja Allah, umetaja sifa za Allah, kama mfano kusema katika dua yako, Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanur rahim al-maliku al-quddus as-salam. Allah nakuomba kwamba wewe ni mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, ndiye mfalme, ndiye mwenye kuleta amani, ndiye mwenye uwezo wa kila kitu. Unatanguliza majina haya kisha elezea shida yako kwa Allah jalla wa ala. Ndugu zangu, hii ina sehemu kubwa sana. Al-Allama al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika kauli ya Allah, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha ay utlubu minhu bi asma'ihi, takeni na ombeni kwa majina ya Allah, fayutlabu bikulli ismin ma yaliqu bihi. Allah anaomba kwa kila jina kile ambacho kwamba kinalingana na jina hilo. Unamwomba Allah riziki, ya Razzaq urzuqni, mtoa riziki na kuomba nipe riziki mimi. Unamwomba Allah tabaraka wa taala akupe neema mbalimbali, ateremshe rehema zake kwako, ya Rahmanu rhamni. Kwa hiyo kila jina linasimama kwa nafasi yake. Haya ni maneno ya Al-Allama Al-Qurtubi. Inapendeza zaidi dua zetu ziendane na zile shida zetu na majina ya Allah husika, lakini akasema kwamba kama utatumia hata jina jingine katika majina ya Allah na shida ikawa ni nyingine, hapo hakuna tatizo, na wala sio kwamba kuna kizuizi kusema ya Allah urzuqni, sio kama lazima useme ya Mun'im in'am alayya, lakini inapendeza zaidi shida yako iambatane na lile jina husika la Allah tabaraka wa taala. Lakini ndugu zangu, kinachokusudiwa hapa unapotaja haya majina ya Allah, maana yake unatawassal kujibiwa dua yako kwa kupitia hili jina la Allah. Unapotaja sifa ya Allah unatawassal, yani unaomba dua yako ijibiwe kupitia haya majina ya Allah ama sifa ya Allah ambayo kwamba ni tukufu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hadithi ya Anas ibn Malik ambayo kaipokea Tirmidhi, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha karabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Mtume sallallahu alayhi wasallam akipatwa na shida ya jambo lolote, dhiki ya aina yoyote, anasema maneno haya, ya hayyu ya qayyum, ewe uliyekuwa hai, ewe msimamizi wa mambo yote. Hili ni katika jina kubwa miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa taala, na ni sifa kubwa miongoni mwa sifa za Allah, na anamwambia bi rahmatika astaghith, kwa rehema zako naomba kuokolewa mimi mja wako. Ndugu zangu, kweli tunao taratibu sisi wa kutumia jina hili kubwa katika majina ya Allah kumwomba Allah tabaraka wa taala atuondolee shida ambazo tuko nazo, mazito ambayo kama tuko nayo. Au mtu akipatwa na zito anaishia kulia, analia hata Allah hamtaji, wakati pale ndipo mahala pa kumtaja Allah. Yeye ndiye ambaye kwamba anaondoa shida na matatizo yote ambayo kwamba yanawapata waja wake. Yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye kwamba amedhamini mambo kama hayo. Ndugu zangu, hii ni sehemu ya kwanza ya kutawassal, ya kutaka sisi kujibiwa na kuondoshewa mabalaa na matatizo. Lakini pia tukihitaji neema na baraka na kunyokewa na mambo yetu, ni kutanguliza kwanza majina ya Allah. Atawassul ila Allah bi'amalin salihin qama bihi. Sehemu ya pili, kutawassal kwa amali njema ambayo kwamba mtu ameifanya. Kila mmoja anajifahamu yeye mwenyewe na anajitambua ana amali ambayo kweli ameifanya kwa udhati na kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na ameifanya amali hiyo katika wakati ambao kwamba alikuwa yeye amesongeka zaidi ya kuwa na budi yafanya amali kama hiyo. Hii ndugu zangu katika imani, kama tutakuwa tunaweka kumbukumbu ya matendo yetu na kumwomba Allah kwa amali hizo, ni njia moja bora sana na ni njia sahihi ya kuondolewa sisi dhiki na matatizo ambayo kwamba tuko nayo. Ndani ya Qur'ani Allah anasema, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Wale ambao wanasema, Mola wetu, hakika sisi tumeamini. Imani yako ni sehemu ya amali kubwa sana katika amali zako. Kwa hiyo wanasema, Mola wetu, sisi tumekuamini, basi tunakuomba tusamehe sisi madhambi yetu na utukinge na adhabu ya moto. Hawa wametawassal kupitia imani. Imani ni sehemu ya amali zako ambazo kwamba wewe uko nazo. Katika aya nyingine Allah anasema, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin. Waja wema namuomba Allah, Mola wetu,
sisi tumeamini uliyoteremsha na tumemfuata Mtume sallallahu alayhi wasallama, basi tuandike sisi pamoja na ashuhada. Hapa ndugu zangu katika imani, ni mambo mawili ambayo yametumika kutawassal kwa Allah wafikie nafasi wawe pamoja na ashahidin. Kwanza kabisa ni imani, jambo la pili ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hapo ndio tuone umuhimu wa sisi kuwa ni wafuasi wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio watu wa bid'a, si katika watu ambao kwamba wanakataa mafundisho ya Mtume na kuzusha mabid'a katika hii dunia, ikawa wao wanaishi wakiendekeza na kuburuzwa katika mambo ya uzushi na wakazitupilia mbali sunna za Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini ndugu zangu katika imani, katika mfano ambao ni bora zaidi wa kutawassal kwa matendo mema ni kisa cha wale watu watatu ambao walikuwa katika safari, wakaingiliwa na wakati wa usiku, wakaona wajistiri na wajihifadhi katika pango fulani. Wakaingia ndani ya pango, wote wako ndani. Wakati wao wamo ndani ya pango lile, uliporomoka jiwe kubwa mno likaziba mlango wa pango. Wamo ndani, kutoka ndio haiwezekani tena. Si zama za mawasiliano kama leo hii kwamba tumpigie simu fulani labda aje huko atusaidie, na hata akija labda kije kijiji kizima. Ni pango kubwa mno ambalo tayari kwa wakati mwingine waweza kuona sasa hapa sisi ndio bye bye. Wakaambiana watu watatu wale, hapa ndugu zangu hatuwezi tukaokoka na kusalimika, ni kila mmoja atawassal kwa amali yake njema ambayo aliifanya kwa Allah tabaraka wa taala, tuweze kupata nusra na salama na amani katika hii sehemu. Kweli wakakubaliana hilo, na ni njia ya kisheria, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameielezea njia hii kama ni mafundisho kwetu sisi. Dhiki zinapokuzidi, tumia hii, ni njia moja sahihi kidini, unaweza ukaitumia. Mmoja akazungumza pale ya kwamba, Mola wangu wa haki, nilikuwa na wazazi wawili vikongwe, watu wazima. Mimi nilikuwa sili wala sinyweshi watoto wangu na wafanyakazi wangu mpaka nihakikishe wazee wale wamekula, wamekunywa, wamefurahi. Lakini siku moja nilipatwa na shida ya kufuatilia kitu fulani mahala fulani, nikachelewa. Kwa bahati mbaya nafika, wazazi wangu tayari wameshalala, na mimi kawaida yangu huwa sitangulizi yoyote mpaka kwanza wazazi wangu waanze kunywa wao. Nikakamua maziwa, nikasimama na glasi ya maziwa. Watoto wako miguuni wanalia, wanahitaji kinywaji, lakini mimi nimekaa na maziwa yale nasubiri wazazi wangu waamke. Na hofia nikiwaamsha itakuwa nimewapa kero, nimewabughudhi. Kwa hiyo nikakaa mpaka wazazi wale walipoamka, nikawapa wakanywa, kisha ndio ngaja kuonyesha hawa watoto, ya Rabbi, hii khairi niliyoifanya kama nimeifanya kwa ajili yako, basi tuondolee hii balaa tuliyokuwa nayo. Pale jiwe likasogea kiasi fulani, lakini usogeaji ambao hawawezi kutoka, ni mwanya mdogo sana. Na mwingine naye akatawassal kwa amali yake ambayo aliifanya. Ya Allah, mimi nilikuwa na binti wa ammi yangu mzuri sana, nilimpenda sana kama wanaume wanavyowapenda wanawake. Nilimuhitaji mtoto wa ammi yangu yule kwa ajili ya fahishi ya zina, alinikatalia kabisa, kagoma, binti hataki. Siku moja alipatwa na shida kubwa mno, akanifuata. Anajua ni mtoto wa ammi yake, ni ndugu. Milioni na shida hii 1, 2, 3. Wanaume kwa kujipendekeza sasa. Shida ilikuwa ni ndogo, lakini akatoa dinari 100 na za dhahabu kumpa yule binti. Ni pesa nyingi sana. Ili lengo lake kubwa, ambaye bwana nakupa hizi tuweze kutulia mahala tustarehe mimi na wewe. Binti akakubali, ana shida. Kachukua pesa ile, wakaenda mahala husika. Kufika pale, binti akamwambia yule kijana, ama kwa lugha ya maelezo, binti akaniambia, ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu. Hii pete usiifungue, la tafudhal khatama illa bihaqi, usiifungue isipokuwa kwa haki yake, hii sio haki yako. Asema niliondoka pale na nikamwachia dhahabu zote kwa kutajwa jina la Allah tabaraka wa taala. Ya Rabbi, hii kama nimefanya kwa ajili yako na ikhlasi, tuondoshe balaa nzito ambayo tuko nayo. Jiwe likasogea kidogo, bado hawawezi kutoka. Watatu ambaye katawassal na matendo yake mema ni bwana mmoja aliyekuwa ameajiri watu. Kawaajiri watu, ikawa wale wengine anawapa mishahara yao, isipokuwa mtu huyu mmoja, yeye aliacha mshahara wake, malipo yake, akaondoka. Lakini haki yake bado, japo kwamba kaondoka,
Yule bwana akapotea miaka mingi sana. Siku hiyo akarudi bwana yule, akamwambia, ya Abdullah, mja wa Allah, nahitaji haki yangu. Asema, nilichomwambia, mali yote ambayo unaona hapa ni katika haki yako wewe. Ngamia wengi, ng'ombe, mbuzi, watumwa waliokuwepo pale ni mali ya yule bwana, ndiyo ambayo kwamba ilikuja ikapata baraka ikakuwa, na mali za yule bwana ikawa hamna kitu. Kwa hiyo ikawa anaendesha ile mali ya yule bwana ambayo ilikuwa ni sehemu ya ujira wake. Amwambia, hii mali yote ni ya kwako. Yule bwana haamini. Bwana, mimi usinifanyie maskhara, usinitanie bwana, mimi nataka changu niondoke. Amwambia, hii mali yote ni ya kwako. Yule bwana akabeba mali zote akaondoka na akamwacha yule kama alivyo. Kwa hiyo naye akamuomba Allah, hili ambalo kama nimelifanya, amali hii ya khairi ya kutoa haki kwa staili hii ambayo ni ngumu, kwa wengi wangeshindwa kwa hakika, kama hii nimefanya kwa ajili yako, basi tuondoshe ya Rabbi hii hali ambayo tuko nayo. Jiwe lile likasogea tena, wakapata njia, wakatoka. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, utawasal na amali zetu za khairi. Hata kama unaikumbukia siku ulifanya jambo moja la khairi sana, tena kwa ikhlas kwa ajili ya Allah, ni moja ya sehemu ya wewe kufarijiwa shida ambazo kwamba uko nazo. Kwa ndugu zangu katika imani, hii ni tawassul ambayo ni ya kisheria, na hiyo ndiyo sehemu ya pili baada ya kutawassal na majina ya Allah. Lakini unaweza ukatawassal na matendo yako mema ambayo kama umeyafanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum.